Naam, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, tunawasalimuni kwa mara nyingine tena popote mlipo, huku tukitumai ya kwamba bado mnaendelea salama salimini, na hiyo ndiyo furaha yetu. Na basi tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena na tena kusikiliza habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tukianzia huko mkoani Chopo katika mji mkuu wa Kisangani. Hiyo jana Jumapili tarehe 29 Machi mwaka 2026, General Chalingonza Jacques, naibu kamanda wa jenerali wa jeshi la taifa FARDC, amezindua rasmi Jumapili hiyo hapo Kisangani operesheni kubwa ya kuwatafuta wapiganaji wa jeshi la wahasi kutoka Rwanda FDLR walioko bado ndani ya ardhi ya Kongo. Sherehe hiyo ilifanyika kwenye kambi ya jeshi la General Bauma. Mara baada ya jenerali huyo kufika kwenye uwanja wa ndege wa Bangoka na kuelekea moja kwa moja kwenye kituo cha mafunzo kuongoza parade iliyoashiria mwanzo wa operesheni hizo. Katika hotuba yake, Jenerali Chalingonza aliwapa ujumbe thabiti wa wapiganaji wa FDLR waliokaribishwa kuachia silaha, na mnukuu, "Kwa hiari yao au kwa nguvu lazima watupatie silaha. Hatuhitaji damu kumwagika. Wanafaa kujisalimisha ili warudi katika nchi yao ya Rwanda, si hapa Kongo," alisikika akisema mbele ya maafisa na wanajeshi waliokusanyika. Juhudi hii ni sehemu ya makubaliano ya amani iliyosainiwa mjini Washington kati ya DRC na Rwanda, ambayo yanapendekeza kuondolewa au kujisalimisha kwa makundi ya FDLR kama sharti muhimu la utekelezaji wa ahadi za usalama kati ya nchi hizi mbili. Kulingana na jenerali huyo, awamu ya kwanza inayolenga kuwahamasisha wapiganaji hao kujisalimisha kwa hiari ikamilike kwa mafanikio. Wapiganaji wa FDLR watakaohitimisha kujisalimisha watapelekwa katika kituo kilichopangwa mahususi Kisangani kabla ya kurudishwa Rwanda kulingana na masharti ya makubaliano. Kuhusu usalama wa wapiganaji watakaojisalimisha, Jenerali Chalingonza alihakikisha kuwa usalama wao utahakikishwa, huku akiongeza kuwa operesheni hiyo inafuatiliwa na kila mtu, hata jumuiya ya kimataifa. Pia ni operesheni inayofuatiliwa hadi watakapowapeleka nyumbani kwao ambako ni nchini Rwanda. Ili kufanikisha mchakato huu, bataillon 3 za FARDC tayari zimeandaliwa na ziko tayari kutumwa kutoka Kisangani katika siku za hivi karibuni. Bali na sherehe hiyo, General aliongoza mkutano wa amri katika eneo la 3 la ulinzi ama 3e zone de defense, ambapo alitoa maagizo wazi kwa maafisa wa ngazi ya juu wanaosimamia vitengo vikuu ili kuimarisha amani na usalama katika mkoa. Siku hiyo ilihitimishwa kwa mkutano wa meza ya mazungumzo na maafisa wa garnizon ya Kisangani, ambapo wadau walijadiliana changamoto za usalama zilizopo na mikakati ya kuleta utulivu na kuhakikisha mafanikio ya operesheni. Na katika hali ya mvutano mkubwa na kuongezeka kwa wasiwasi, mamlaka za Kongo zimekemea vikali matendo ya uharibifu na unyanyasaji yanayofanywa na wanachama wa wahasi wa M23 RDF AFC katika mji wa Bukavu huko mkoani Kivu Kusini. Baadhi ya taarifa zinathibitisha kwamba matendo haya ni kivuli kikubwa cha ukiukaji wa haki za msingi za raia na yanaongeza kuzorota kwa hali ya kibinadamu ambayo tayari ilikuwa mbaya. Kulingana na taarifa rasmi, mitaa kadhaa ikiwa ni pamoja na mtaa wa Kanteve, hiyo jana Jumapili tarehe 29 katika majira ya alasiri na jioni kumeripotiwa matukio ya uporaji, ikiwemo miundombinu ya raia na mali za wananchi wasio na hatia, na kuacha wakazi katika hofu na hali ya kutokuwa na usalama. Matukio haya yanatokea katika muktadha ambapo uasi wa M23 unadaiwa kutarajia kuondoka katika maeneo mengi mkoani Kivu Kusini. Mamlaka za Kongo zinaeleza matendo haya kama hayakubaliki, zikisisitiza kwamba raia ambao tayari wako hatarini kutokana na mapinduzi ya kinguvu, njaa na kupoteza njia za kujikimu sasa wanakabiliwa na unyanyasaji unaozidisha hali ya kibinadamu. Mashirika ya kimataifa
kimataifa ikiwa ni pamoja na mpango wa chakula duniani PAM ama WFP tayari yalikuwa yametoa onyo kuhusu athari za uharibifu na vurugu kwa upatikanaji wa msaada wa kibinadamu na usalama wa vyakula katika eneo la mashariki mwa nchi. Hali hii imesababisha mwito wa dharura kwa mamlaka husika na jumuiya ya kimataifa ili kuchukua hatua za haraka za kulinda raia, kuhakikisha heshima ya sheria ya kimataifa ya kibinadamu na kumaliza mara moja ukatili huu. Wawakilishi kumradhi wa Kongo wanasisitiza umuhimu wa jibu la pamoja ili kukabiliana na kuongezeka kwa unyanyasaji na kuzuia kuzidi kwa mgogoro, wakiwahimiza washirika wa kimataifa kukuza mbinu za ulinzi na msaada wa kibinadamu katika eneo hilo. Ukosoaji huu unafanyika katika muktadha ambapo hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado ni tete, ikiwa na ukiukaji wa mara kwa mara wa haki za binadamu na mapinduzi makubwa ya raia kutokana na shinikizo la mapigano na kuenea kwa vikundi vya silaha kama vile M23. Na tukisalia huko mkoani Kivu Kusini katika mji wa Minova, vyanzo vingi vya ndani vinaripoti kwamba milio ya risasi nyepesi ilisikika sana katika majira ya asubuhi hiyo jana tarehe 29 Machi mwaka huu huko Minova. Inasemekana kuwa tukio hilo lilitokea wakati vijana wakiwa wanasherekea kwa shangwe na mayowe kuondoka kwa wapiganaji wa hawasi wa M23 RDF kwenye Avenue Katanga. Kulingana na ushuhuda uliokusanywa, wanajeshi hao wenye silaha wanaohusishwa na jeshi la Rwanda walifungua moto za risasi halisi juu ya umati wa vijana hao na kuleta hofu na machafuko makubwa mji mzima. Matukio haya yalitokea takriban dakika 23 zilizopita wakati vijana kadhaa walipokusanyika kusherekea kuondoka kwao, sherehe ambayo ghafla ikageuka kuwa tukio la kutisha na vilio. Hadi sasa idadi ya wahanga bado haijafahamika, lakini mamlaka za ndani zinasema kwamba taarifa zaidi zitatolewa hivi karibuni. Hali hii ni sehemu ya ongezeko la vurugu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kikundi cha silaha cha M23 kinachoungwa mkono na kijasusi na jeshi la Rwanda, kulingana na vyanzo vingi vya kimataifa, kimeongeza operesheni zake katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Mapigano na kukamata miji kama Minova yalisababishaga uhamaji mkubwa wa wananchi na kuimarisha mgogoro mkali wa kibinadamu. Mamlaka za Kongo na jumuiya ya kimataifa zimekuwa zikikemea mara kwa mara mashambulizi dhidi ya raia na kuhimiza ulinzi wa wananchi, zikisisitiza kwamba kuendelea kwa M23 ni ukatili mkubwa dhidi ya jamii ambazo tayari ziko hatarini kutokana na miaka ya migogoro. Hali bado ni tete na inasababisha wasiwasi mkubwa, hasa katika maeneo ya mjini yaliyoshikiliwa hivi karibuni na kikundi cha wapiganaji hao. Uchunguzi umeanza ili kubaini hali halisi ya milio ya risasi na idadi ya waliopoteza maisha au kujeruhiwa, huku bila shaka takwimu rasmi zikisubiriwa kutolewa. Na tukijielekeza huko mkoani Kivu Kaskazini, ambako hali ya utulivu wa tahadhari imeshuhudiwa jioni ya jana Jumapili tarehe 29 Machi mwaka huu katika kijiji cha Malemo kilicho karibu na Kalembe katika grupema ya Bashali Mokoto wilayani Masisi, siku moja baada ya mapigano makali ya silaha kati ya wapiganaji wa Zalendo na kundi la wahasi wa M23 RDF. Kulingana na vyanzo vya usalama vilivyoko Pinga, mapigano hayo yanadaiwa kuzuka Jumamosi tarehe 28 Machi wakati wapiganaji wa Wazalendo waliponaswa katika mtego wa kushambuliwa ama ambush uliopangwa vizuri na kundi hilo la wahasi. Inaripotiwa kuwa kundi hilo liliendelea kubaki katika eneo la Malemo baada ya wapiganaji wa FCM 23 kujiondoa na kuelekea kwenye muhimili ama akse ya kimkakati ya Kalembe, Mweso na hadi Kichanga, kulingana na ushuhuda mbalimbali unaoendana. Katika eneo la tukio, wakazi wa Kalembe wanasema kuwa milio ya silaha
nzito na nyepesi ilisikika kwa saa kadhaa. Mashambulizi hayo yalisababisha hofu kubwa miongoni mwa raia ambao tayari wamechoshwa na hali ya ukosefu wa usalama wa muda mrefu katika eneo hilo la Kivu Kaskazini. Baada ya mapigano hayo, wapiganaji wa Wazalendo walidaiwa kujiondoa kimkakati kuelekea Minjenje kwenye mpaka wa wilaya za Masisi na Walikale. Taarifa ya awali ambayo bado inahitaji kuthibitishwa inaonyesha kuwa mpiganaji mmoja wa Kizalendo aliuawa na 2 kujeruhiwa upande wa Wazalendo. Kulingana na vyanzo hivyo, mapigano haya mapya yalitokea katika mazingira ya usalama ambayo bado hayajatulia licha ya tangazo la kujiondoa kwa wahasi wa AFC M23 kutoka baadhi ya maeneo mnamo tarehe 27 Machi. Tangu kujiondoa huko, maeneo kadhaa kama vile Mpeti na Minjenje yameripotiwa kuwa chini ya udhibiti wa Wazalendo, jambo linalobadilisha kwa muda mizani ya nguvu kwenye uwanja wa mapigano. Ingawa kuna utulivu wa kiasi ulioripotiwa Jumatatu hii, mvutano bado ni mkubwa katika sehemu hii ya Masisi. Wananchi wanaendelea kuishi katika hofu ya kurejea kwa mapigano katika eneo ambalo hali ya usalama bado ni tete na inaweza kubadilika kwa haraka muda wowote. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha awamu hii ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nadhani umekwenda kwanza pamoja nasi na kumaliza pamoja nasi, basi tutoe shukrani zetu za dhati kwenu na kuwatakieni kubaki sambamba hapa kwenye channel yetu ili mzidi kuhabarika zaidi na Kibenge TV. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.